Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 awamu hii. Mtazamaji, tuanze na taarifa ambapo sasa aliyekuwa naibu wa rais hapa nchini Kenya, na mzungumzia Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ameweza kumwandikia barua yule ambaye ni inspector mkuu wa polisi hapa nchini Kenya, na mzungumzia Douglas Kanja, akiweka wazi kwamba sasa maisha yake yamo hatarini kutokana na visa vya uvamizi ambao vimekuwa vikishuhudiwa hivi katika siku za hivi karibuni, hasa maeneo ambapo amekuwa akitembea. Kulingana na Gachagua, anasema kwamba sasa yeye ni kiongozi mkubwa hapa nchini Kenya na anafaa kuweza kupewa usalama wa hali ya juu. Kulingana na Gachagua, ameweka wazi kwamba sasa kuna wale ambao wanapanga njama ya kuweza kumwangamiza, akiweka wazi kwamba sasa maisha yake yamo hatarini. Hayo yanajiri wakati ambapo sasa uhusiano wa Rigathi Gachagua na Rais William Ruto uliharibika vibaya sana, ambapo Rigathi Gachagua ameonekana kuwa mpinzani mkubwa wa Rais William Ruto, na sasa ameweka wazi kwamba sasa Douglas Kanja anafaa kuweza kumpatia yeye usalama wa kutosha, kwani yeye ni kiongozi mkubwa hapa nchini Kenya. Ikumbuke kwamba Rigathi Gachagua amekuwa mojawapo ya wanasiasa ambao wameonekana kumpinga Rais William Ruto, na sasa ameweka wazi kwamba sasa serikali inamuandama, na kwa hivyo anahitaji sasa yule ambaye ni inspector mkuu wa polisi, na mzungumzia Douglas Kanja, kuweza kumwekea ulinzi wa hali ya juu. Mtazamaji, juu kwa maoni yako, nafikiria kwamba je, naibu wa rais anacheza mchezo wa kisiasa, ama aliyekuwa naibu wa rais anacheza mchezo wa kisiasa ambao ni mchafu, ama unafikiria kwamba anafaa kuweza kupewa ulinzi, ambapo tuliweza kushuhudia visa kadha wa kadha viliweza kufanyika maeneo mbalimbali, ambapo Gachagua aliweza kuvamiwa akiwa katika kanisa moja kule maeneo ya Nairobi, na pia akiwa eneo hilo la Limuru pia aliweza kuvamiwa, jambo ambalo limeweza kuibua hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii, wengi wa Kenya wakisema kwamba Gachagua anafaa kupewa ulinzi. Kwa maoni yako, je, Rigathi Gachagua anafaa kuweza kupewa ulinzi wa kutosha wakati ambapo anahudumia wale ambao ni wananchi?